Naam, habari gani mwana michezo wangu na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupitia akaunti yako hii ya YouTube kupata taarifa mbalimbali za kimichezo zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya viwanja mbalimbali vya kimichezo. Nikukaribisha sana. Lakini moja kati ya taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kugonga headlines katika vyombo vya habari ni taarifa ambayo tumekusogezea siku hii ya leo kutokea ndani ya klabu ya Young Africans kuhusiana na kile walichokifanya katika uwanja wa KMC Complex jana dhidi ya Coastal Union kwa ushindi wa mabao 4-1. Mbali na hayo sasa, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameweza kutanabaisha kile ambacho amekipanga kocha Mangoba Maniti ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Nikushukuru sana mwana michezo, lakini sema asante kwa wale ambao ndio wanaungana nami mara ya kwanza, kisha chini kushoto unabonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Miongoni mwa taarifa ambazo zinaendelea kushika kasi kwenye vyombo vya habari, taarifa ya kile ambacho ameweza kukisema meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, nikimzungumzia Ali Kamwe, akitoa kauli nzito kuhusiana na mwenendo ambao Yanga sasa wana kuja nao. Afisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe ametoa kauli nzito kuhusu kiwango cha timu hiyo kwa sasa kufuatia mwanzo wao wa ligi kuu ya NBC ambapo wamefanikiwa kufunga jumla ya mabao 7 katika michezo miwili ya kwanza. Akizungumza mara baada ya mchezo wao, Kamwe amewataka mashabiki na wapinzani kutofikiri kuwa Yanga ipo kwenye kilele cha ubora wake. Hata hivyo, amebainisha kuwa mchezo na spidi inayoonekana hivi sasa ni 25% tu ya kile ambacho kocha anakitengeneza kwenye uwanja wa mazoezi, na kwamba baada ya mwezi mmoja timu hiyo itakuwa kwenye kiwango cha hatari zaidi. Kuhusu mjadala wa timu hiyo kuruhusu magoli katika michezo ya hivi karibuni baada ya kutoka na hati safi, yani clean sheet, Kamwe amejibu kwa msisitizo: shida yenu nyinyi Yanga inaposhinda mnatafuta ajenda ya kujadili. Hakuna bingwa wa clean sheet mwisho wa msimu, kuna bingwa wa ligi mwenye pointi nyingi. Focus yetu sisi ni kushinda pointi 3, hayo mengine ni extra. Kamwe pia ameongeza kuwa wachezaji wote ambao bado hawajapata nafasi kubwa ya kucheza wanaendelea kupikwa huko Avic Town ili waingie vyema kwenye mfumo na mbinu mpya za mwalimu Mangoba Maniti kama kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Je, kauli hii ya Ali Kamwe kwamba Yanga kwa sasa imetumia 25% tu ya uwezo wake wote yuko sahihi, ama kuna namna anajaribu kuiweka timu katika mazingira mazuri? Je, kiwango ambacho wanakionyesha Young Africans ni sahihi na ambacho anakisema Ali Kamwe? Mimi sina la ziada kutokea hapa. Nikushukuru sana mwana michezo, na nikuombe kwa yeye ndio mara yako ya kwanza, chini kushoto kuna alama neno subscribe, hakikisha unabonyeza, una like, share na kucomment ili uweze kuwa mwana familia. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema. Bye bye.